Haiwezekani maisha yako ndio yanakuwa ni maisha ya uchungu nyakati zote. Haiwezekani. Uchungu unaleta mauti. Amina. Haufahamu madhara ya uchungu kabisa. Magonjwa ya moyo yanasababishwa na uchungu. Amina. Watu wengi ambao wanakumbwa na pressure, stroke, ndio wanapata kansa, sumu kali inazaliwa mwilini. Ndio. Sema amina. Amina. Wanapata pressure. Hey. Ni kutokana na uchungu wanaotembea nao. Kumbe. Maandiko anasema muwe na hasira lakini muwe na kiasi. Amina. Ili jua lisije likazama, ndio mungali na uchungu wenu bado. Amina. Sema amina ya radi. Amen. Kwamba shina la uchungu lisije likazaliwa ndani yenu. Amina. Na likawasumbua wengi. Amen. Uchungu unasumbua. Amina. Uchungu unaleta magonjwa. Amen. Sema amina nzuri sana. Amina. Ndio maana wanaume wengi ndio wanaokufa mapema. Kabisa. Kwa sababu sisi tumefundishwa kujikaza kisabuni. Amina. Ukitaka kulia unasikia kuwa mwanaume wewe ni mwanaume wewe. Yes. Ni mwanaume kivi alafu. Yes. Kwa hiyo unatembea na uchungu ndani. Ndio. Inafika mahali una collapse. Kabisa. Watu wengine wanakufa, wanaanguka, wanakufa ghafla. Ndio. Wengine wanapata ulemavu. Amina. Kwa sababu ya kutembea na uchungu. Amen. Wamama ni wepesi kulia kabisa wanapokutana na uchungu. Amina. Na ndio maana maisha yao yanakuwa ni marefu kabisa kabisa zaidi kuliko wanaume. Amen. Mwanaume ukiona mambo yamekuzidia, tafuta mahali lia. Asante Baba kwa neno. Ondoa uchungu ndani. Yes. Alafu ukimaliza jifute machozi. Ndio. Rudi kwa korome sebuleni kama kawaida. Wewe. Nakwambia. Amina. Kitu ambacho ni cha ukweli. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Yale maumivu ya ndani ni hatari kuliko yale ambayo unayoyatoa. Kabisa. Manake unavyoyahifadhi. Ndio. Manake na maisha nayo yamejaa watu ambao wanatuachia uchungu kwenye maisha. Kabisa. Badala ya kutuachia utamu. Amina. Au tu usiponiitikia inawezekana uchungu umekukolea. Yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Lazima uangalie. Wanadamu wengi ambao wana roho ya nyoka. Ndio. Mbwa mwitu. Yes. Wana roho ya simba. Ndio. Ambayo ni ya kuparua ama chui. Ndio. Manake ni wanadamu ambao ukiungana nao kwenye hatima yako. Ndio. Wanakuachia uchungu. Kabisa kabisa. Lazima wakuachie majeraha. Amina. Lazima wakuachie maumivu. Amen. Haelewi kitu unachokisema. Kama watakuachia maumivu, wataondoka na uhai wako. Kabisa. Wahakikisha wanakusababishia uchungu wa mauti. Amina. Piga kelele, sema hawatofanikiwa. Hawatofanikiwa. Na mimi naamuru kila aliyebeba uchungu wa mauti, yoyote yule, awe ni mwanaume, haijalishi, awe ni mwanamke, ndio, atengwe mbali na maisha yake. Amina. Arushwe mbali na maisha yake. Yes. Arushwe mbali na hatima yake. Amina. Arushwe mbali na kizazi chake. Amina. Arushwe mbali na maisha yake. Yes. Emrukaji usema imesajiliwa. Imesajiliwa. Piga kelele, sema imeshasajiliwa. Imeshasajiliwa. Kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Kwa jina la nani? Na Yesu Kristo wa Nazareti aliye Mungu. Si umpigie Yesu makofi ambao ni mazuri. Amina. Wako watu ambao kwenye maisha yako, ndio, Mungu anapotaka kukubariki, amen, anasema nitaleta watu kwa ajili yako. Amina. Nitatoa watu kwa ajili yako. Amen. Kutoa manake ni kukupa sadaka. Asante Bwana Yesu. Mungu anakupa mume mwema, ndio, mke mwema. Amina. Anakupa watu wema kwa ajili ya kusapoti maisha yako. Amen. Sema amina. Amina. Unapomwasi Mwenyezi Mungu, sawa, ama mahusiano yako na Mungu yanapokufa, ndio, mawasiliano yako na Mungu yanapokufa, amen, sema amina. Amina. Kinachotokea, shetani anakuletea watu, kumbe, na hao watu ndio hawawezi wakakuacha salama. Yesu tusaidie. Yes. Lazima wakuache na uchungu. Amina. Na kama ulishawaumiza, watahakisha watakuumiza wewe, wakuachie maumivu yasiyokuwa na tiba. Amina.
na ikiwezekana wanakuachia uchungu wa mauti. Yes. Kuna watu wanateswa mpaka sasa. Amina. Na watu ambao waliwakutana nao kwenye maisha kwa uzuri, wakidhani asema ni watu wazuri. Ndio. Lakini walipokuja kugeuka, ghafla ameshazaa na wewe, ndio sasa amebadilika. Hapo ameshaingia kwenye agano na wewe, ndio mmetengeneza kama familia, alafu sasa amegeuka. Yes. Manake sasa anageuka kama mwiba kwenye maisha yako. Anakuchokonoa kila yanapofika majira fulani. Amina. Kwa unatembea na hicho kitu kila wakati. Maumivu. Ukimkumbuka namna hii, ndio jina lake likitajwa, sura yake ikija, ndio matukio aliyokufanyia yote, ukikutana na viashiria vyovyote, ndio yeye ndiye anapia wa kwanza kwenye moyo wako. Na ni kama anagusa kidonda kisichopona kabisa. Kidonda kisichopona. Yes. Kidonda kisichopona. Ndio. Sema amina nzuri sana. Amina. Na Mungu akusaidie. Amen. Kwa sababu si watu wote unaokutana nao ni binadamu. Hapana. Wengine wamevaa ngozi za kondoo lakini ni mbwa mwitu wakali. Ndio kabisa. Wengine wamevaa sura ya binadamu lakini ni nyoka. Ndio. Wana sumu ya madhara kabisa katika maisha yako. Lazima wakuachie maumivu, wakuachie sumu. Amen. Na sumu ya nyoka haiishi hivi hivi. Kabisa. Inasafiri mpaka kwenye damu. Sema amina ya radi. Amina. Hautaki kuniitikia. Yesu alipoona wanamfuata, ndio aliwaambia enyi uzao wa nyoka. Ndio. Ni nani aliwaonya kuikimbia hasira ya Mungu inayokuja? Ni nani? Yohana Mbatizaji alipowaona akasema enyi nyoka wana wa majoka. Manake hawakuwa nyoka wa porini. Hapana. Ni binadamu. Yes. Ni binadamu ambao wameandaliwa kurarua maisha ya watu wengine. Kumbe kumeza hatima za watu wengine. Ndio. Kukokota nyota za watu wengine. Ni wanadamu. Wanadamu wao. Ni wanadamu. Kabisa. Wewe unaona kama ni binadamu lakini ni wanywadamu. Kabisa. Uko naye kumbe yeye haishi kwa mkate. Hapana. Anaishi kwa damu za watu na nyama za watu. Yes. Haishi kwa ugali. Hapana. Anaishi na damu za watu na nyama za watu. Amina. Akikuparua ukawa unachuruzika damu uko ndani, ndio anailamba kila inapoitwa leo. Ndio power yake ya kuishi na uhai wake unaongezeka. Hapo siku wewe hauna maumivu, ndio yeye yuko taabani anataka kufa. Kabisa. Siku wewe unachuruzika damu, anaishi kwa matone ya damu yanayochirizika ndani ya moyo wako. Amina. Piga kelele, sema leo tunaikausha.